akalisha wapweke nyumbani, yeye huwapa watu wake nguvu na uwezo. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu, tuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema wake, ukarimu wake kwetu sote, na haswa kwa nafasi ambayo ya kipekee ambayo ametujalia. Tuendelee basi kumsifu, tuendelee kumtukuza kwa wema wake, na zaidi ya yote tuendelee kutoa nia zetu binafsi na nia za wote ambao umetuomba tuweze kuwakumbuka katika ibada hii, kwa familia zetu na kwa wote ambao wahitaji msaada wetu. Tuombeeni. Kabla tufanye hivyo, sisi sote tuwakosefu, tumwendeeni Mungu wetu kwa unyenyekevu, tuombe toba ili tuweze kwa kweli kuadhimisha vema ibada hii takatifu ya misa. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi sana. Ndiyo maana kwa Maria mwenye heri, Bikira daima. Nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, asamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe, tukumbuke na zaidi tuendelee kuombea uponyaji wa haraka, na zaidi aweze kufanya operation vizuri Mama Priska Waithera Chege, na zaidi tuweze kuungana na Sasha Kamau kuendelea kuombea roho za walio toharani, haswa zote za wote ambao wamesahaulika. Mungu, wewe ndiwe mlinzi wa wenye kutumaini. Pasipo wewe hakuna lilo thabiti, hakuna lilo takatifu. Tushidishie huruma yako, utusimamie, utuongoze. Na sasa tutumie vema mambo ya dunia hali tumeambatana na ya milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha nabii Yeremia. Bwana aliniambia hivi: enenda ukajinunulie mshipi wa kitani, ukajivike viuno, wala usiitie majini. Basi nikanunua mshipi sawasawa na neno la Bwana, nikajivika viunoni. Nalo neno la Bwana likanijia mara ya pili kusema, toa mshipi ule ulionunua ulio viunoni mwako, kisha ondoka, enenda mpaka mto Frati, ukaufiche huko katika pango la jabali. Basi nikaenda nikauficha karibu na mto Frati kama Bwana alivyoniamuru. Hata ikawa baada ya siku nyingi, Bwana akaniambia, ondoka, enenda mpaka mto Frati, utoe ule mshipi niliokuamuru kuuficha huko. Ndipo nikaenda mpaka mto Frati, nikachimba, nikautoa ule mshipi katika mahali pale ulipoficha. Na tazama, mshipi ulikuwa umeharibika, haukufaa tena kwa lolote. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, Bwana amesema hivi, jinsi hiyo hiyo nitakiharibu kiburi cha Yuda na kiburi kikuu cha Yerusalemu. Watu hawa waovu wanaokataa kusikiliza maneno yangu, wanaokwenda kwa ushupavu wa mioyo yao,
na kufuata miungu mingine ile kuitumikia na kuiabudu. Watakuwa hali moja na mshipi huu usiofaa kwa lolote. Maana kama vile mshipi unavyoshikamana na viuno vya mtu, ndivyo nilivyowashikamanisha nami nyumba yote ya Israeli na nyumba yote ya Yuda, asema Bwana, wapate kuwa watu kwangu mimi, na jina na sifa na utukufu, lakini hawakutaka kusikia. Neno la Mungu. Wimbo wa katikati. Kumkumbuki mwamba aliyetuzaa. Kumkumbuki mwamba aliyetuzaa. Kukumbuki mwamba aliyetuzaa. Mungu aliyekuzaa umemsahau. Bwana akaona akawachukia, kwa sababu ya kukasirishwa na wanawe na binti zake. Kumkumbuki mwamba aliyekuzaa. Akasema, nitawaficha uso wangu, nitaona mwisho wao utakuwaje. Maana ni kizazi cha ukaidi mwingi, watoto wasio imani ndani yao. Kumkumbuki mwamba aliyekuzaa. Wamenitia wivu kwa kisicho Mungu, wamenikasirisha kwa ubatili wao, nami nitawatia wivu kwa wasio wake, nami nitawakasirisha kwa taifa likubali. Kumkumbuki mwamba aliyekuzaa. Usimame kwa shangilio. Haleluya, 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 haleluya. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitoa mtu akaipanda katika shamba lake, nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini kisha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote, ikawa mti, hata nyuni wa angani huja na kukaa katika matawi yake. Akawaambia mfano mwingine, ufalme wa mbinguni umefanana na chachu aliyoitwaa mwanamke akaisitiri ndani ya pishi 3 za unga, hata ukachachwa wote pia. Hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mifano hakuwaambia neno, ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yaliyositirika tangu awali. Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tena tunapoenda shuleni, haswa wale watoto ambao wanaanzia miaka ya kwanza, wafunza siku hizi na CBC, waonyeshwa mifano ambayo waweza kuyashika ama kuishika haraka sana. Mifano hiyo ndio leo hii tuendelezwa katika shule hii yetu ya imani. Yesu pasipo mfano hakufunza. Tuambiwa katika Injili
Hebu angalieni katika somo la kwanza pia, Mungu yuwatumia mfano kumtuma Yeremia. Amwambia kuhusu mshipi. Enenda ununue mshipi, jifunge. Enenda ufunike mshipi huu mahali fulani. Enenda tena uchukue ujivike tena. Alafu baadaye enenda ufiche kwa mawe. Baada ya muda mrefu basi mshipi ule ukawa haubaliki tena. Mshipi ule umeharibika zaidi, hauwezi tumika tena. Jinsi hii Mungu alivyotumia mfano wa mshipi, anatumia kwa wana wa Israeli ambao wameenda kinyume na mapenzi ya Mungu, ambao wamekuwa kama watu ambao hawafai machoni pake Mungu wetu, wamemwasi Mungu, wameenda kinyume na Mungu. Ni watu ambao wananuka, ni watu ambao huwezi wataka kuwaona ama kujivika katika maisha yako. Ndio mfano Yesu yatumia. Lakini tujue kwamba jinsi hii ndivyo Yesu Kristo mwenyewe yuendelea kufanya kazi hata anapotumia mfano huu. Zaidi endelea kufanya kazi ili awaokoe. Na ndio maana watumia nabii Yeremia awe funzo kwao, aweze kuambia jinsi ya kuacha yale ya kale na kurejelea Mungu wao na kuwa viumbe vipya, kwamba yuwaita waweze kufanya toba, waweze kufanya kurudi kwake Mungu wao, wawe vazi ambalo naweza kuvalika. Hivyo navyo nasi twaitwa sote ili tuweze kurejelea Mungu wetu. Mara nyingi twajidharau, mara nyingi tunaona kama hatutafika mahali ambapo tunaona, ama wakati mwingine tunaona wengine wakiwa wamefika, tunasema mimi ningetaka kuwa kama nani, ningetaka kufika hapo. Tunajidharau. Mbegu hii ya haradali ni sisi wenyewe, mbegu ambayo ni ndogo sana, mbegu ya haradali ambayo yapandwa ikiwa dogo sana, lakini baadaye ikawa mti mkubwa, mti ambao nyuni wa angani wapata kuja kufanya mahali pa kupumzika. Mbegu hii ya haradali ni sisi. Humble beginnings can have an extraordinary outcome when the work in question is God's work. There is an encouragement to us all to keep doing the little bit of good we are able to do. It may not seem much in our own eyes or in the eyes of others, yet God can work powerfully through whatever little good we do, in ways that will surprise us. We can all plant the equivalent of the mustard seed. We can all be equivalent of the leaven. Chatu hii ambayo twaisikia, the baking powder ambao yawekwa kwa unga mshitatu, yaweza kufanya unga ile ipike mandazi mengi ambayo yashikisha watu wengi. It is us. We can all plant the equivalent of the mustard seed. We can all be equivalent of the leaven. The little initiative, a small gesture, the offer of help can all bear fruit in ways that we could never have imagined at that time. The Lord can work powerfully through our smallest efforts if they are done out of love for Him. Our calling is often to plant some good seed and to trust that the Lord will do the rest. Basi ndugu zangu, tuweze kutafakari. Little is much if God is in it. There is a very interesting command in Zechariah 4 mstari wa 10. Don't despise the day of small things. Do not despise the days of small things. So Jesus' parable about the mustard seed and the tree is a parable for me and you too. The tiny leaven, big growth, is intended for us too. My dear friends, let Jesus speak encouragement
and faith to you this day. Don't quit. Don't judge your efforts or Jesus' power on what you can see right now. The seeds we sow today will grow great crops in season. Yes, in God's season. For we walk by faith, not by sight. This is what we are told by St. Paul, 2 Corinthians 5:7. Ours, therefore, is small beginnings, large endings. Small beginnings, large endings. We realize ourselves are not immune from corruption. That's from the first reading. All around us are forces which will lead us to betrayal. We are called to repent. A small beginning, large ending. Our life in God is a constant challenge to be a yeast in a society, to be a means, not to corruption, but for growth. What we learn therefore, my dear friends, today, even just a small amount of faith make us to do great things. Genuine faith is contagious. Look at these mustard seeds. The way it's growing, even the birds of the air come and get shaped. Genuine faith is contagious. Growing faith allows us to serve God in many ways. My dear friends, small beginnings, large endings. Don't underestimate your small gesture. Small things matters. This is what we are told by the mustard seed. Ni ndugu, ili sadaka yangu na ili kubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakuomba upokee vitu hivi ulivyotukirimia ambavyo tunakutolea. Nayo mafumbo haya matakatifu yatutakase hapa duniani kwa nguvu ya neema yako na kutufikisha kwenye furaha za milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote, Bwana Baba mwema, Mungu Mwenyezi, kwa njia ya mwanao mpenzi Yesu Kristo. Uliumba vitu vyote kwa njia ya neno wako, tena ukamtuma kwetu kama Mwokozi na Mkombozi, akajifanya mtu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira, kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yako na kupatia taifa takatifu. Alisulubiwa msalabani, akashinda mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja: Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakusihi uzitakaze kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wako wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitwaa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya milele,
itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Kristo alikufa. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, utukamilishe katika upendo, sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francesco, askofu wetu Yohane Kandani Mjue na msaidizi wake Daudi Kamau na watumishi wako wote. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia, hasa wale ambao wamesahaulika walio toharani, wakiwa tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunaomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Tumwendeeni huyu ambaye watuita katika udogo wetu, nafanya kuwa udogo wetu uwe mkubwa hivi kwamba mpaka watu wa maeneo yetu wapata mahali pa kuja kwetu na kupumzika. Tujiombee ili nasi tusife moyo kwa yale madogo ambayo tunayafanya kila wakati. Tusife moyo kwamba hatujafika. Mungu wetu ni Mungu ambaye ni wa mwanzo. Mungu wetu ni Mungu ambaye ni wa madogo, alafu wafanya yawe makubwa. Baba yetu uliye mbinguni, Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, usifadhaishe na jambo lote, tukojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, asubuhi njema watuambia sote na wote ambao tutawakumbuka katika ibada hii, amani yangu na waachieni, amani yangu na wapeni. Usalame dhambi zetu katika imani ya kanisa lako, ujijalie amani ya umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani. Mwana kondoo wa Mungu, Bwana Yesu Kristo, sikubali mwili na damu yako viwe kwetu sababu ya hukumu na adhabu, ila kwa huruma yako fai kutulinda roho na mwili na kutupatia dawa ya kutuponya. Tazameni
mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri yetu sisi sote ambao tumealikwa kwenye karamu ya Bwana. Bwana, usisaidie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Bwana, usisahau fadhili zake zote. Tuombe. Bwana, tumepokea sakramenti takatifu iliyo ukumbusho wa siku zote wa mateso ya mwanao. Tunakuomba sakramenti hii aliyotujalia mwanao kwa mapendo makuu ituletee wokovu, anaishi na kutawala daima na milele. Tuunganike na Baba Mtakatifu na Wakristo wote kuombea kutokomeza kirusi hiki cha korona. Mama Bikira Maria, daima umekuwa uking'aa katika maisha yetu kama alama ya ukombozi na matumaini. Wewe ni afya, ugonjwa na matumaini kwa waliokata tamaa. Tunajikabidhi kwako. Katika msalaba ulichukua sehemu ya mateso ya Yesu ukiwa na imani thabiti. Usituache peke yetu katika hitaji hili kubwa. Wewe ni mwombezi wetu na daima unajua tunachohitaji kama wanaharusi wa Kana, ili wote kwa pamoja turudi katika furaha ile ya harusi baada ya wimbi la kirusi cha korona. Tusaidie Mama Mkombozi, tuenende kadri ya mapenzi ya Mungu Baba, na tufanye kama tunavyoagizwa na Yesu aliyechukua mateso na mahangaiko yetu katika njia ya ukombozi, katika furaha ya ufufuko. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, utukuzwe, ufalme wako ufike. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea, usitutie katika ushawishi, Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Je, umeogopa kuanza? Our God is a God of humble beginnings. Small endings, large. Small beginning, large endings. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Endeni na amani. Baada yetu ya misa imekwisha. Muwe na siku njema.